Takribani zaidi ya watu 20 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa baada ya mlipuko mkubwa kulenga treni iliyokuwa ikisafirisha wanajeshi na familia zao nchini Pakistan. Tukio hilo limetokea katika kituo cha reli cha Chaman Patak mjini Quetta, mji mkuu wa jimbo la Balochistan Magharibi mwa nchi hiyo. Maofisa wa reli wameeleza kuwa mabewa matatu pamoja na injini ya treni iliyokuwa kwenye reli, mabewa mawili yalipinduka kufuatia mlipuko huo mkubwa. Treni hiyo ilikuwa ikisafirisha askari pamoja na familia zao waliokuwa wakirejea nyumbani kwa ajili ya sikukuu ya Eid. Serikali ya jimbo la Balochistan imesema kundi la waasi la Balochistan Liberation Army ndilo lililohusika na shambulizi hilo, likidai kutekelezwa kwa njia ya kujitoa mhanga. Kundi hilo linadai kuhusika na tukio hilo muda mfupi baada ya mlipuko kutokea. Picha katika eneo la tukio zinaonyesha mabewa ya treni yaliyoteketea kwa moto, magari yaliharibiwa vibaya pamoja na jengo lililoathiriwa kwa nguvu za mlipuko, huku wakazi wa eneo hilo walisema mlipuko huo ulikuwa mkubwa kiasi cha kuvunja madirisha ya nyumba zilizokuwa jirani. Mkazi mmoja wa Quetta, Nasir Ahmed, ameeleza treni hiyo ilikuwa ikiendelea na safari ikiwa imebeba abiria wakati mlipuko ulipotokea. Mashuhuda wengine walidai kuwa gari lililokuwa limejaza vilipuzi liligonga treni hiyo na kusababisha mlipuko mkubwa. Maofisa wa jeshi la polisi na utawala wa kiraia katika jimbo hilo wamethibitisha kuwa miongoni mwa waliouawa wamo wanajeshi watatu, huku hofu ikitanda kwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na hali mbaya za baadhi ya majeruhi waliolazwa hospitalini. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani vikali shambulizi hilo, akisema vitendo vya ugaidi haviwezi kudhoofisha mshikamano wa wananchi wa Pakistan. Aidha, hali ya dharura imetangazwa katika hospitali zinazohudumia majeruhi wa tukio hilo. Hili sio tukio la kwanza kwa kundi la BLA kushambulia treni katika jimbo la Balochistan. Katika miaka miwili iliyopita, treni ya Jafar Express imekuwa ikilengwa mara kadhaa na waasi hao wanaodai serikali ya Pakistan inanufaika na rasilimali za jimbo hilo bila wananchi wa eneo hilo kufaidika, huku mkoa wa Balochistan una mipaka na Irani pamoja na Afghanistan na umeendelea kushuhudia machafuko ya mara kwa mara kati ya waasi na vikosi vya usalama. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa